Nitaanzia Esta mlango wa 4 mstari wa 13 na ule mstari wa 14, kisha nitakuja Esta mlango wa 3 mstari wa 1 mpaka wa 11. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, ni nani aliye kama wewe? Ni siku ya ajabu njema ya pekee. Mimi na watu wako hawa tunatetemeka kwa jinsi tunavyoona utoaji wa namna hii kutoka kwa watoto na watumishi wako. Wewe mwema, mwaminifu sana. Asante kwa ajili ya ujenzi ambao mkubwa. Asante kwa kuwa umeshaanza kutudokeza, ukituonyesha jengo lililoisha kabla tujaanza kujenga. Bwana Mungu, tufanye kuwa sehemu ya mradi huu mkubwa. Tupe baraka, waongezee miaka kama mfalme Hezekia, wale waliokuwa wamefikia ukomo, wale wanaopitia maumivu makali ya afya kama alivyopitia Hezekia kwa jipu linalodhaniwa kuwa kansa lililokuwa likimuua kitandani. Baada ya kulia na kuomboleza, uliligeuza na kuwa uponyaji. Basi na mimi mtumishi wako mchana wa leo nimesimama mbele zako na mbele za watoto wako. Ninakusihi Mungu wa Ibrahimu, na kusihi Mungu wa Isaka, fanya jambo jipya kupitia jina la thamani la Yesu Kristo. Mungu nimeomba, amen. Kitabu cha Esta mlango wa 4 mstari wa 13 hasa wa 14. Naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esta jibu la kusema, wewe usijidhanie kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapotokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na malango yote ya baba yako. Walakini nani ajuaye kama wewe hukuujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Basi Esta akawatuma ili wamjibu Mordekai, uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3 usiku na mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume na sheria, mimi nikiangamia na niangamie. Basi Mordekai akaenda zake akafanya yote kama vile Esta alivyomwagiza. Mstari wa 1 mlango wa 3. Baada ya hayo mfalme Ahasuero alimwongezea cheo Hamani bin Hamedata Mwagagi, akampandisha akamwekea kiti chake juu ya maakida waliokuwapo pamoja naye. Nao watumishi wote wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakainama na kumsujudia Hamani, maana ndivyo alivyoamuru mfalme kwa habari zake. Bali Mordekai hakuinama wala kusujudu. Basi watumishi wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakamwambia Mordekai, mbona wewe waiharifu amri ya mfalme? Ikawa waliposema naye kila siku asiwasikilize, wakamwalifu Hamani ili kuona kama mambo yake Mordekai yatasimama, maana alikuwa amewaambia ya kuwa yeye ni Myahudi. Basi Hamani alipoona ya kwamba Mordekai hainami wala kumsujudia, alighadhibika sana. Akaona si shani kumtia mikononi Mordekai peke yake, maana amemjulisha kabila yake Mordekai. Na hivyo Hamani alitaka kuangamiza Wayahudi wote waliokuwa wakikaa katika ufalme
wote mzima wa Ahasuero, yaani watu wake Mordekai. Bwana sifiwe. Niishie hapo. Ujumbe wetu unasema usinyamaze wakati huu. Usinyamaze wakati huu. Kila mtu anafahamu kunyamaza. Unaweza ukanyamazishwa kwa hofu, ukanyamazishwa kwa kutishiwa. Lakini ujumbe wetu unasema usinyamaze wakati huu. Na ukinyamaza, Mungu atatoa msaada. Kunyamaza kwako hakutazuia Mungu kufanya kitu. Habari hii ya kusikitisha inaeleza juu ya watu wa Mungu na changamoto zao. Mlango wa 2 kwenye kitabu kile cha Esta, tunakutana na kitu kinachoitwa Esta sasa ametawazwa kuwa malkia badala ya Vashti. Wakati tukio lile lilitumika la ustadi sana ya kumpata malkia, mrithi wa malkia, inaonekana ukisoma ule mlango wa 2 mwishoni, kupatikana kwa Esta kulisababisha kukasirika kwa watu. Sijajua walikuwa na binti zao au watoto wao waliokuwa wamekosa kuchaguliwa kuwa malkia, kwa sababu mwishoni kabisa mlango wa 2 tunapata taarifa inayosema hivi: Mordekai akawa amewasikia watu hawa wawili waliokasilishwa na mfalme. Hapajaelezwa ni kasilisho la aina gani, lakini kwa sababu kama kulikuwa kuna uchaguzi, yumkini vimemo vilikuwa vimeenda. Mfalme, huyo ni binti yangu. Mfalme, huyu ni mtoto wa mfalme. Vimemo vilikuwa vimeenda. Sasa wanashangaa, pamoja na vimemo, binti zao hawako miongoni mwa walioteuliwa. Sisi ndio tunayemlinda hapa. Nilimwendea Ahasuero nikamwambia, chagua, lakini wa kwangu naye awemo. Sasa hajachaguliwa, kachaguliwa huyu mtu anayeitwa Esta. Na neno Esta kiuhalisia sio jina la Kiyahudi. Esta ni jina la Kiajemi, na neno Esta lenye tafsiri nyota ya asubuhi. Esta maana yake ni nyota ya asubuhi. Wanamtaja huyu Esta, alikuwa ana mvuto mpaka hilo ni jina la kama, yani tuite ni jina la walivyomwona ameumbika, wakamwambia kumuita Esta, manake nyota asubuhi, jinsi alinavyovutia. Lakini jina lake ambalo alipewa na wazazi wake linaitwa Hadasa. Hadasa ni mti mdogo ambao ule kazi yake huwa unatoa manukato mazuri au mororo. Hadasa ni mti ambao unanukia, unatoa manukato. Sasa hawa watu, huyu mtoto alikuwa amefiwa baba na mama. Haijajulikana ilikuwaje mpaka wakafariki wote wazazi, lakini akawa ni yatima. Akachukuliwa na binamu yake anayeitwa Mordekai, akakaa naye. Halafu inaonekana Mordekai alimlinda na kumtunza kwa kiwango kikubwa. Leo tuna yatima wengi. Leo tuna yatima maeneo mbalimbali waliosababishwa na aina mbalimbali, lakini tunawahitaji akina Mordekai katika siku ya leo. Tunahitaji wale ambao watakuwa tayari kwa ajili ya kuweka ulinzi kwa wale wasioweza kulindwa na wazazi wao. Mordekai
Mordekai, ukiangalia Mungu aliweka mzigo sana kwa Mordekai, kwa sababu Biblia inatuonyesha kwanza alikuwa ndani ya nyumba, halafu aliweka ulinzi wa utambulisho wa kabila. Kabila litumwambia usije ukajitambulisha kuwa wewe ni Myahudi tangu akiwa nyumbani. Naomba na wewe mwaka huu usiwe mshabiki wa ukabila, uwe mshabiki wa uzao mtakatifu, uzao mteule. Sisi ni uzao mteule, mimi na wewe tu uzao mteule, uzao wa kifalme, uzao wa kikuhani. Penda sana kuwa mtajaji wa uzao mteule. Sasa tumeona huyu mtu Hadasa au Esther, baada ya kuwa amechaguliwa, hatutaenda kwenye kurudia huko, lakini tunataka tuone jinsi Mordekai ambavyo hasingiziwi. Walipokuwa wamechukuliwa wale mabinti kwa ajili ya zoezi la mfalme kumpata malkia, maandiko yanasema pamoja na hayo Mordekai alikuwa anaendaenda, anazungukia eneo lile la mabinti. Alikuwa anazungukia kwa sababu ya kuhakikisha ulinzi wa Esther na kuendelea kumpiga ukope, binti yangu usiniangushe, usije ukataja kabila lako. Sasa maandiko yanatuonyesha zoezi limeisha, mlango wa pili, na hatimaye Esther sasa ni malkia. Haitwi Esther kwa sababu angeitwa Esther, jina la Esther lingempa kuvuliwa kuwa malkia. Kwa sababu angeitwa Hadasa, wangesema Hadasa ndio nani? Ndipo angegundua kwamba ni Yahudi. Mlango ule wa pili unamalizika kwa lile jambo. Esther kapata hadhi ya kuwa malkia. Badala ya kufurahia, changamoto inajitokeza. Asubuhi ya leo tumesema ukinyamaza usinyamaze wakati huu. Tumeokolewa katikati ya changamoto. Tumeokolewa, hatukuokolewa na changamoto. Changamoto zitaendelea kutufuata. Wakati anaanza kufurahia mimi ni malkia, na Mordekai anafurahi kwamba sasa angalau mimi na ikulu tutakuwa mbali, ghafla inazuka changamoto. Na ile changamoto tunaiona ni changamoto ambayo inatokana, yani zoezi limeisha, Mordekai kakutana na watu wanaozungumza habari mbaya kwa ajili ya kutaka kumuua mfalme. Mordekai akapeleka habari kwa Esther. Esther akasema, Bwana, mfalme yuko wakati wote nataka kuuawa, kwa sababu zoezi la kukupata wewe watu wana chuki, wana wivu. Mchana wa leo usiogope juu ya wivu wa adui yako. Mungu wako ni saizi ya kupambana nao. Mungu wako ni saizi ya kujibu mapigo. Usijisikie vibaya. Wapo wanaochonga mdomo, wanaleta maneno ya usaliti kama ya ukweli. Mungu ana uwezo wa kudhibiti, ana uwezo wa anasema, yani yuko tayari kukupigania. Mwandishi wa kitabu cha Mathayo anasema, heri ninyi watakapowaudhi na kuwashutumu na kuwanenea kila neno baya kwa ajili yangu. Biblia inasema furahini. Esther anakutana na neno furahini, lakini kuna hujuma imeshafanyika. Ile hujuma Mordekai kainasa, Esther kaipeleka kwa mfalme. Mfalme naye sio mtu wa kupelekewa tu. Baba, leo kwa muda mfupi nizungumze nawe baba. Sio kila kitu tunachomwambiwa na mke wako kiamini, kichunguze kwanza. Samani kina mama, sio kila anachokuambia mke wako unasema ndio. Chunguza,
Fuatilia, jiridhishe, halafu mwambie kweli mama, nimelifuatilia. Leo kuna watu wamekuwa na maadui bila kuchunguza. Na busara kuzungumza, sio kile unachokisikia lazima umwambie mume wako, na sio kile unachosikia utamwambia mke wako. Basi ukisikia habari mbaya, itakapokuwa mzuri urudi tena mwambie. Ndivyo inavyotakiwa. Kama mimi nimefika samani mzee mama nani leo hayupo. Kwa mfano mimi ghafla habari za Matu, nimeambiwa hivi na mimi Matu nimemwambia mke wangu haya na haya na haya. Basi nijiandae, chochote nitakachokieleza kujua kile nirudi tena kumwambia. Mwambia mke wangu, nilikuja siku ile nikazungumza hivi, lakini baada ya kufuatilia sio vile. Usiporudi kumwambia, wewe utapatana na yule, lakini yeye ataendelea kuwa na uchungu. Esther ni mfalme wa Asuelo, nafikiri alikuwa ni mwanachama wa chama cha wababa. Lakini Adamu hakuwa mwanachama wa chama cha wababa. Alikuwa na kwepa mambo ya mwanaume. Hapendi hata kuimba, hapendi hata kusikia. Lakini tunamwona anaambiwa haya, kula tunda. Anaambia, angelikuwa mwanaume ambaye kalelewa na chama cha wababa, angesema nachukua tunda naenda kumuuliza Mungu. Maana wale walikuwa kwa watatu tu, walikuwa Mungu, Adamu na Eva. Lakini naona hajalelewa. Angelifika na kumwambia baba, kaambia sana subiri muda tu, make Mungu alikuwa anashuka. Wangekutana na Adamu na lile kaliweka hapo. Anaambia hapa, baba hiki vipi? Tupa haraka. Leo hatungeingia kwenye shida. Hamani, yani Asuelo, ni miongoni mwa wafalme wachache. Watumishi wa Mungu, Biblia inatuonyesha alipochunguza na kuona kwamba ni kweli. Biblia inasema wale watu wawili, utasoma habari zao, hata majina yao yapo. Majina yao pale juu pale utayaona majina yao wanatajwa. Wakagundulika kuwa alitaka kumuua mfalme kwa sababu ya zoezi lile la upatikanaji wale. Biblia inasema mlango wa 3, mfalme anaona kuna kitu kimekuja, amevutiwa na utendaji kazi wa Hamani. Kavutiwa na utendaji kazi wa Hamani. Alivyovutiwa na ule utendaji wa kazi wa Hamani, Hamani akaamua kupandishwa cheo. Alivyopandishwa cheo, Hamani kumbe ni miongoni, ndiye aliyekuwa na miliki mradi mzima wa kutaka mfalme auawe. Kuna watu wengine wanaonekanaga wale vidogo vidogo, lakini wenyewe wamefichama kwa mbali. Sasa akiwa na hasira yake ni kwa sababu ya Mordekai. Amevujishaje uhaini ule? Amevujishaje? Na inawezekana huyu tunayemsema Hamani ni mtu wa karibu, anajua wao mfalme, mimi nadhani nikachukua nafasi. Hamani akaamua kubuni mradi wa kusema, nitakula sahani moja na Wayahudi, nitakula sahani moja na huyu Mordekai. Biblia inaonyesha ya kwamba pamoja na Mordekai alikuwa amejitahidi kuficha sana ukabila, lakini sasa wameshafahamu ni Myahudi. Nini kilichotokea? Akasema ili asimuue Mordekai peke yake, ni lazima amuue na nani? Na Wayahudi wote. Katika Biblia hakuna mtu aliye kabla ya Hamani, hakuna aliyewahi kuwa na wazo la kuua halaiki.
wanaita kama ilivyokuwa kwenye wakati wa Rwanda, mauaji ya halaiki. Lakini tunamwona huyu Hamani, yeye ndiye mtu wa kwanza kuwa na wazo la kufuta ukoo, kabila lote la Kiyahudi. Wazo lake yeye hana vita na mtu mmoja, ana vita na kabila zima. Ana mpango wa kuua. Biblia inaelezaje? Kwanza alichokifanya, alikusanya fedha. Alivyokusanya ile fedha, akamwendea kumshawishi mfalme. Mfalme hajui kinachoendelea. Mfalme huishi milele. Kuna kabila au kuna taifa hapa hawaendani na utawala, yani sheria zao haziambatani na miungu, yani na serikali zozote. Hiyo ndio ninavyozungumza. Mfalme akaelewa, watumishi wa Mungu, zile fedha ambazo tumeziona hapa, ukizibadilisha ni hela nyingi. Wakati wa kufuatilia tu kwa kujiridhisha tu pale, wanasema ilikuwa ni fedha ya bajeti ni kama theluthi moja ya bajeti ya nchi yenye majimbo 127. Ni nchi yenye yani ni taifa, ni kama vile tunavyoona Marekani. Marekani ni taifa lenye majimbo ambayo kila jimbo lingefaa kuwa nchi. Sasa na hawa walikuwa na majimbo 127. Huyu jamaa ana fedha theluthi moja ya bajeti ya mwaka. Wenye hela walikuwepo tangu zamani. Unaitumiaje hela? Nataka nikuambie, ukuu wako ukiwa ndani ya hela umepotea. Ukuu wako ukiwa ndani ya chochote ulichonacho umepotea. Lakini ukuu wako ukiwa ndani ya Mungu, fedha na vyote vinakuwa vya thamani. Zoezi limeshafanyika sasa. Habari za kuuawa zimeshakuwa wazi. Watumishi wa Mungu, kuua watu kwa halaiki hakumalizia Hamani. Ukiangalia katika Biblia, kuna maeneo mbalimbali ambapo walikuja baadaye kuinuka watu wanaotaka kulifuta taifa la Israeli. Lengo la kuzungumza na wewe asubuhi ya leo, usinyamaze. Bwana ana jambo la kufanya. Shetani ana ajenda na ukoo wako, ana ajenda na familia yako, ana ajenda na mume au mke wako. Usinyamaze. Usiponyamaza, Bwana anakwenda kuingilia kati. Bwana anakwenda kufanya vilivyofichika huku chini vinakwenda kuwekwa wazi. Ndicho kilichotokea hapa. Wakati sasa huyu mtumishi wa Mungu Mordekai ameshagundua ya kwamba mauaji ya halaiki yako mbele yetu, waraka umeshasainiwa, akagundua yeye hana fedha kama za Hamani, hana uwezo wa kwenda kwa mfalme, lakini yeye ana uwezo wa kwenda kwa Mungu. Ana uwezo wa kumweleza Mungu, tumeshaandikiwa kufa, tumeshaandikiwa kuuawa. Maandiko yanasema akaanzisha maombi. Mlango ule wa 4 unaonyesha jinsi huyu Mordekai alivyolelewa vizuri, alivyolelewa jinsi ya kumwamini, kumtumaini Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka. Asubuhi ya leo changamoto zitaendelea kuja. Ukimaliza moja utakutana na nyingine. Ukimaliza ya kazini utakutana nayo ya nyumbani. Ukikutana na ya nyumbani utakutana na ya afya. Yaani zitaendelea. Na maandiko katika Biblia yametuthibitishia kwamba changamoto ni sehemu ya maisha yetu. Ulimwenguni mnayo nini? Dhiki, lakini jipeni moyo. Sehemu nyingine amesema tujapewa kuamini tu, lakini pia hata kuteseka. Ila inategemea ni mateso ya aina gani.
Kuna mateso mengine ni mateso kama ya wenzetu kule Goma, mateso kama ya wenzetu kule Kongo. Watu wanakimbia mji kwenda mji mwingine. Lakini na sisi tunaweza kuwa na mateso yanayolingana na sisi. Lakini nataka nikuambie usiziogope wala kuzichukia changamoto. Kila maisha ya mteule yana changamoto. Changamoto ni sehemu ya maisha yetu. Changamoto tutakutana nazo. Watu wa Mungu wote baba zetu wa imani, hakuna aliyekaa duniani bila changamoto. Kila mmoja alikutana. Waone wahubiri wote wakubwa. Mfuatilie mhubiri yoyote. Akitoka kwenye mkutano mkubwa Mungu ametenda mambo makubwa, Jumatatu yake anakutana na changamoto. Hawa waimbaji hawa wanapoimba wataimba, Jumatatu wanakutana uso kwa uso na jamaa. Leo walikuwa nasema hakuna kama wewe. Kuna wimbo ulisema Mungu wa namna gani sijaona kama wewe. Mungu wa namna gani sijaona kama wewe. Asubuhi unapoinuka tu asubuhi kwenye daladala, unaona unataka kufuta ile sentence. Wewe Mungu wa namna gani, mbona uliishia ibadani jana? Hajaishia ibadani, anakuandaa utunge na wimbo mwingine, utunge na kitu kingine chenye ladha. Watumishi wa Mungu, maandiko yanatuonyesha halaiki. Leo elekeza ufahamu wako, halaiki yako ni nini? Halaiki yako ni ndoa yako. Sasa shetani ana ajenda na ndoa yako. Halaiki yako ni nini? Halaiki yako wewe ni uzao. Ana ajenda na uzao wako. Halaiki yako ni nini? Halaiki yako ni ajira kazini. Ana ajenda nayo. Halaiki yako ni kuna kila mtu anacho ambacho adui amekikusudia. Sasa mpango mkakati wa adui umekamilika. Nataka nizungumze wakati sasa Hamani ameshaanza. Unajua mtu mwenye hila ni waajabu sana. Mwenye hila ukiona amekamilisha mradi wa hila, anaanza kuwa rafiki kweli. Sijakuona kazini, sijakuona, kila wakati yuko karibu na wewe. Ukishamuona na mnaanza hapa kuna kitu kinafanyika. Kuna jambo limefichika. Basi watumishi wa Mungu, wakati ule mradi umefanyika, Mordekai aligundua. Mungu akupe kugundua mradi wa adui. Mungu akupe kugundua kile ambacho adui amekikusudia. Akikigundua, ukikigundua utaanza vita. Usipokigundua utachanganyikiwa. Kuna wakati mwingine unaweza hujui kama ni jaribu, ukafikiri labda ni hila tu zimepangwa. Biblia inasemaje? Mordekai alichokifanya, akampelekea taarifa. Kwanza habari zikaja wakati Mordekai ameshaanza kumwendea Mungu wake. Habari zikamjia Esther. Esther alipokeaje lile kwa mara ya kwanza? Jambo la kwanza alimwambia, jamani, huyo mjomba jamani, awage na busara. Mwenzangu Vashti kafukuzwa. Sasa na yeye mjomba anaanza kuvaa magunia. Jamani, mwambie aache kuvaa magunia. Wakampelekea taarifa Mordekai, bwana, mjomba wako ameeleza unamtaka kumtia aibu. Mfalme, namjua misimamo ya mfalme jinsi ilivyo. Watumishi wa Mungu, Mungu ana msimamo zaidi ya mfalme wako. Mungu ana msimamo zaidi ya bosi wako. Mungu ana msimamo. Watumishi wa Mungu, Biblia inasema huyu Mordekai akatuma taarifa, kamwambie Esther. Sio wakati wa kunyamaza. Lakini mimi ninavyojua, Mungu amemweka Esther kwa ajili ya jambo hili. Sasa turudi tuachie hapo. Kumbe Mungu ana mkakati wa muda mrefu. Shetani huwa
yani Mungu anajua miradi yote ya shetani. Anajua mipango ya shetani ya mwezi wa 3, anajua mipango ya mwezi wa 4, anajua mwezi wa 5, wa 6 mpaka Disemba, na anajua mpango wa shetani mpaka 26. Na ili Mungu aweze kukutetea, anaanza kufanya mapema kabla hujafika, kwa sababu Bwana ameona Wayahudi wanakwenda kuangamizwa, Wayahudi wanakwenda kupotea. Jambo la kwanza, Vashti na kakiburi kake kakamtoa ikulu. Lengo la kutoka ikulu ni Mungu anaweka mtu sahihi wakati wa mradi wa mauaji. Bwana ana ajenda na wewe. Narudia tena, Bwana ana mpango na wewe. Bwana ana makusudi na wewe. Bwana anajua kila kilichoratibiwa. Kimeratibiwa kwa ustadi, kimeratibiwa kwa maneno na majungu, kimeratibiwa kwa kila hali, lakini Bwana ameshatangulia. Bwana ameshaenda mbele yako. Katika kitabu kile cha Kutoka anasema ya kwamba usipoenda mbele yetu si hatuendi. Kama huendi, sisi tumekaa. Ukienda pamoja, ukienda mbele yetu, na mimi nachukua hatua. Bwana tulimwambia mwezi wa 3 aende mbele yako. Tulimwambia kwa maombi na kulia. Ninavyozungumza hivi, Mungu yuko mwishoni mwa mwezi wa 3. Yani anasawaza hivi, imeshapita. Wewe na mimi amepita mwenyewe. Sasa akipita, anashughulika na kila hila, anashughulika na kila mtandao, anashughulika na kila ajenda za siri, anashughulika. Usipoenda nasi usichukue kutoka hapa. Halafu na yeye anasemaje? Nitaenda mbele yako. Halafu anasema nitabariki na maji utakayeyanywa. Adui zako atakuwa adui zangu, na utisho utatangulia mbele. Sasa ni tabia ya Mungu. Tangu mlango wa 1 anajua mlango wa 3 hukumu ya kifo ya Wayahudi. Halafu Mungu anapoona wanapanga ule mpango, anasema ukitaka kushughulika na mtu, njoo niulize mimi kama nina mpango naye. Kosa aliofanya Haman, angelikwenda kwa Mungu amwambie, Mungu wa Ibrahimu na Isaka, una mpango na nini na hawa majitu? Halafu Mungu akamwambia, acha usicheze nao hawa, usisubutu. Haman angemwambia tani za fedha, robo theluthi moja ya bajeti ya nchi, akamwambia nenda kafanyie vitu vingine. Watumishi wa Mungu, mtu ni kiumbe cha ajabu. Narudia tena, wewe, mtu ni kiumbe wa ajabu. Ukimwona huyu mtu, nyuma yake kuna mpango wa Mungu, umuogope. Muogope, yani muogope. Hata mwajiri wako. Ingekuwa inawezekana, Bwana angekuwa anatupiga chapa hapa. Kama unajipenda usishughulike, yani ingekuwa inasemaje? Kama unajipenda usishughulike na mimi. Mungu wangu hata kuacha unifanyie unachokikusudia. Mordekai, Esther ni mfano wa kanisa la leo. Esther amepokea ujumbe kwa mjomba wake. Mjomba kaniambia hivi, naye akasema kamwambie hatunywi siku ngapi? 3, usiku na mchana. Baada ya siku ya 3 nitaondoka bila kibali wala sheria ya mfalme, niende. Nikiangamia niangamie, nikipata kibali nipate kibali. Kuna wakati kifo kinakuwa ni 98%. Unaona, sasa nifanyaje? Ni afadhali niende tu, nikibaki tumekufa, niende tu. Watumishi wa Mungu, kilichoendelea kwa Mordekai wote tunafahamu. Mungu akujibu leo. Mungu afanye kwako leo. Mungu aende kwenye ajenda leo. Kizazi cha leo
kama kuna jambo ambalo shetani amelikusudia anafanya kwa 100% ni kuharibu uzao. Narudia kwako, hivi uzao wako umeandikiwa ajenda ya kuharibiwa, na yumkini umeshaharibiwa huku na uona, lakini abarikiwe Mungu wetu. Mungu ana ajenda ya kuponya uzao. Mungu ana ajenda ya kuponya kizazi chetu. Kama Bwana aliponya kizazi cha Bwana, leo Bwana Samueli anapiga keyboard hapa. Geuka na wewe mwambie Mungu wa Samueli, utakuwa Mungu wa ABCDEFG. Ndio Mungu anavyofanya. Usiungane na watu waliowakatia tamaa watu wake. Usiungane na watu waliowakatia tamaa waume zao. Usiungane na watu waliokatia tamaa watoto wao. Usiungane na watu wanaosema tena ni mtoto wangapi wa kwanza. Haya ni ya hivyo. Na sisi kwenye familia yetu litoto la kwanza liko hivyo. Na kwenye Biblia litoto la nani? La huyu bwana anaitwa Yakobo, asalikuwa vile, si ndio tunaona pale? Lakini alikufa vile au alikufa akiwa amepata baraka? Nataka nizungumze, shetani ana ajenda na uzao wa mwanamke. Kumethibitishwa uharibifu mwaka huu. Kumethibitishwa uharibifu kila siku, kila mwezi. Mwandishi wa kitabu cha Warumi mlango wa 8 anasema tumekuwa kama kondoo, tunachinjwa kila siku na tunakuwa hai kila siku. Tunachinjwa kila siku, lakini Bwana anatufufua kila siku. Mwambie Bwana, hati iliyoandaliwa kwa ajili ya uzao wako ifutwe kwa damu ya Yesu. Hati iliyoandaliwa kwa ajili ya uharibifu kwenye ajira ifutwe kwa damu ya Yesu. Hati iliyoandaliwa kwa ajili ya aina ya mifumo ya afya zisizoelezeka katika nyakati tulizo nazo sasa. Kuna magonjwa ambayo ninaamini mpaka madaktari waliosoma hawajui chanzo chake ni nini. Ni magonjwa chimbo lake ni nini? Wanabaki wanasema labda. Lakini nataka nizungumze, kuna wakati mwingine maadui wakitaka kulidhuru bara la Afrika, wakati mwingine wanatuletea misaada ya vitu vinavyoharibu, vitu vinavyosababisha ukomo wa baadhi ya vitu. Hebu watumishi wa Mungu, Mungu wa Mordekai awe Mungu wa Tanzania leo, awe Mungu wa kina mama leo, wanapokwenda wakikutana labda kinga au kitu ambacho kina madhara, Bwana afanye kitu leo. Mungu wetu ni Mungu wa pekee zaidi ya wanadamu. Wanadamu wanaweza kuwa wanatuanzia sisi wenye ngozi nyeusi tufutike, lakini Bwana anasema bila wenye ngozi nyeusi dunia haitwi dunia. Bado Bwana afanye kitu, bado Bwana aendelee kufanya kitu. Watumishi wa Mungu, ajenda na waraka wa amani viko vingi tu, wakati mwingine kazini, wakati mwingine kwenye maeneo mbali. Watumishi wa Mungu, habari njema siku hii ya leo, hila ya amani imrudie yeye. Hila ya amani imrudie yeye. Bwana arudi kwenye familia yako. Bwana arudi. Bwana afanye kitu. Bwana atende kitu. Bwana, leo Mungu amenipa Mungu wa Samueli, na nashukuru kwa sababu ya Samueli mwenye. Mama angelizungumza tu tungemwamini, lakini yule Samueli mwenyewe, mpaka mama inawezekana alisema haya majina ya Samueli haya ndio makosa yako. Inawezekana walimwambia wewe mwenyewe ulikosea ukamwita Samueli. Samueli, kina Samueli hawafikagi mbali, lakini akasema hapana, Mungu hebu ingiza program format ile kichwa la Samueli, format kabisa. Ondoa mavirus yote yako, siji mavirus ya aina gani yako. Mungu, kama kuna virus kuna antivirus. Mungu, kama kuna hiki, kuna jambo la kufanya. Mungu akubariki. Mungu wa Mordekai, Mungu wa Wayahudi, nataka nikwambie kwa taarifa yako, tunaumaliza mwaka huu bila hati ikiwa imefutwa. Tunamaliza mwezi wa 3 hati ikiwa imefutwa. Tunamaliza kila mwezi. Bwana afanye kitu cha namna hii.
Hebu tusimame. Hebu tusimame. Omba kwa ajili ya Mungu wa Ibrahimu. Mungu akutendee mema. Usikate tamaa. Waraka wa amani usikukatishe tamaa. Waraka wa amani ukupatie kuinuka kwa nguvu tele. Tunaimba wimbo huu tukimaanisha mengine Mungu atakuwa anayafanya huku tukiimba wimbo huu. Ibada hii ni nzuri sana, sana tena yapendeza. Ibada hii ni njema sana, sana tena yapendeza. Imepambwa na maua, maua mazuri sana. Ibada njema ya furaha,